إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah jalla wa ala. Mafanikio makubwa yatapatikana kwa wale ambao watajipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anayemcha Allah, anayefuata maamrisho ya Allah, akajiweka mbali na makatazo, huyu anatengeneza kufanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile kufanikiwa katika maisha yake ya akhera. Hivyo ndugu zangu katika iman, jipambe na sifa ya kumcha Allah jalla wa ala, uone namna utakavyofanikiwa katika maisha yako ya hapa duniani, lakini pia namna utakavyofanikiwa katika maisha yako ya akhera. Khutba yetu ya leo itatuhusia na kutukumbusha ma au a'malun yantafi'u biha almuslimu ba'da mautihi ila yaumil qiyama, matendo ambayo atanufaika nayo mwanadamu baada ya kufa kwake, ataendelea kunufaika mpaka siku ya kiyama. Tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nari. Kaburi imma litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Inategemeana na wewe namna ulivyoliandaa kaburi lako ulipokuwa uko hai. Maandalizi yako
ya kuliandaa kaburi lako yalikuwaje. Kama maandalizi yako yalikuwa ni mazuri, uliishi kwa utaratibu ambao Allah anauridhia, ulimwabudu Allah jalla wa ala, ulifanya mema, kaburi lako litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Lakini kama haukufanya mema, haukufanya ibada, haukuliandaa vizuri kaburi lako, ukawa wewe ni muovu mbaya, unafanya mabaya maovu, kaburi lako litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Na hii ni hasara, ndugu zangu katika imani. Umeishi muda ambao umeishi katika dunia hii, kisha ukalitengeneza kaburi lako likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Hii ni hasara. Hakuna yeyote ambaye anaweza akakutengenezea kaburi lako. Kaburi lako litengeneze mwenyewe ukiwa bado uko hai. Ukipambana kulitengeneza vizuri, kaburi lako litakuwa ni zuri. Kaburi tunalifahamu lilivyo. Ukilitengeneza vizuri, kaburi lako litapanuliwa na Allah jalla wa ala, litapanuka sawa na upeo wa macho yako. Pale macho yako yanapoishia ukiangalia, ndipo litakapoishia kaburi lako. Kaburi lako litakuwa ni pana sana. Na kaburi lako kama utakuwa hujaliandaa kwa kufanya yaliyokuwa mazuri, kaburi lako litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Lakini vile vile kaburi lako litakuadhibu. Kaburi lako litakubana, mbavu za kulia zitakwenda kushotoni na mbavu za kushoto zitakwenda kuliani. Unabanwa na kaburi. Lakini vile vile katika kaburi kutakuwa kuna manyoka na mange ambayo yatakuwa yanakugonga, kwa sababu wewe hukulitengeneza vizuri kaburi lako, kwa sababu wewe hukujiweka katika toaa, kwa sababu wewe hukujiweka katika ibada ya kumwabudu Allah jalla wa ala. Kwa ndugu zangu katika imani, kuna matendo ambayo ukiyafanya, matendo hayo utaendelea kunufaika hata utakapokuwa katika kaburi lako. Unaendelea kunufaika, unaendelea kupata thawabu, unaendelea kupata mazuri katika kaburi lako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema, idha mata ibnu adam, mwanadamu anapofariki, inqata'a anhu amaluhu, matendo yake huwa yanasimama, matendo yake huwa yanakatika, illa min thalathi, isipokuwa matendo matatu, isipokuwa mambo matatu. Hayo yataendelea kumnufaisha mwanadamu, hayo yataendelea kumnufaisha Muislamu atakapokuwa yuko katika kaburi lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja la kwanza, akasema sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea, au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu inayopatiwa manufaa, elimu yenye manufaa, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamuombea dua njema kwa Allah jalla wa ala. Haya mambo matatu haya mwanadamu Muislamu atakuwa ananufaika nayo hata akiwa katika kaburi lake, atanufaika nayo ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ametutajia jambo la kwanza, ametutajia amali ya kwanza ambayo mwanadamu akiifanya itakuwa ni sababu ya kuendelea kunufaika na amali hiyo hata akiwa katika kaburi lake. Ni sadaka yenye kuendelea, sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea. Umetoa sadaka, watu wanaendelea kunufaika nayo. Mithlu bina'il masajidi,
mfano wa kujenga msikiti. Ukijenga msikiti, watu wakawa wanafanya ibada katika msikiti huo, wewe hata kama umekufa utaendelea kunufaika na thawabu za msikiti ambao umeujenga. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man bana lillahi masjidan, atakayejenga kwa ajili ya Allah jalla wa ala msikiti, atakayejenga msikiti kwa ajili ya Allah jalla wa ala, saghiran au kana kabiran, akajenga msikiti mdogo au ukawa ni mkubwa, bana Allahu lahu baitan fil janna, huyo atajengewa nyumba na Allah jalla wa ala peponi. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayejenga msikiti hata kama ukawa ni mdogo kama vile kiota cha ndege, anajengewa nyumba na Allah jalla wa ala katika pepo. Huu ni mfano Mtume akautoa. Hakuna msikiti mdogo kama kiota cha ndege. Hii inafahamisha ya kwamba chochote utakachokichangia katika ujenzi wa msikiti, hata kama ni kidogo, utajengewa pepo, utajengewa nyumba peponi na Allah jalla wa ala. Ikiwa utakuwa umeshiriki, umetoa tofali, umeshiriki umetoa bati, umeshiriki umetoa sementi, umeshiriki kwa chochote katika ujenzi wa msikiti, unapata malipo makubwa mbele ya Allah jalla wa ala. Miongoni mwa malipo yake unajengewa pepo na Allah jalla wa ala. Lakini miongoni mwa faida zake, faida za kujenga msikiti ni kwamba utaendelea kunufaika na thawabu za kuchangia ujenzi wa msikiti hata utakapokuwa katika kaburi lako. Ndugu zangu katika imani, kuna misikiti mingi ambayo watu wameanza kuijenga haijamaliziwa. Wenye uwezo wamalizie misikiti hiyo, watawekeza kwa Allah jalla wa ala. Kuwekeza ndiyo huko. Jifanyie amal, jifanyie matendo yatakayokusaidia utakapokuwa katika kaburi lako. Tuchangie ujenzi wa misikiti au maeneo ambayo haina misikiti, watu wajenge misikiti. Waislamu wana uwezo, hasa maeneo ya vijijini. Waislamu wanateseka kupata maeneo ya kufanya ibada, au wanafanya ibada katika maeneo ambayo yanatisha. Mazingira yake ukiyaangalia, ukaambiwa kwamba watu wanaswali katika msikiti huu, utashangaa na utaogopa. Wewe mtu wa mjini ukienda, hautoweza kuswali katika msikiti huo, unaogopa. Usije ukatudondokea, usije ukatuangukia, uko katika mazingira magumu. Kama ni wakati wa mvua yote inawanyeshea waumini wakifanya ibada. Ndugu zangu katika imani, misikiti hii ambayo imeanzishwa na bado haijamalizika, Muislamu tafuta mahala ambako kuna msikiti, nenda ukajenga msikiti. Lakini pia tuwe na tahadhari na matapeli. Hakuna kheri isiyokuwa na changamoto. Katika ujenzi wa misikiti kuna matapeli. Kuna watu wanakuja, wanachangisha michango, wanapita kwa wafadhili, wanasema wanajenga msikiti, lakini ukija kuchunguza ni waongo. Hakuna msikiti unaojengwa. Na watu hao yawezekana wanarudi kila mwaka, watarudi mwaka huu, watarudi mwakani, watarudi mwaka ujao, kwamba wao wanajengaga msikiti, na wanaweza wakaja kwa majina mengine. Kwa na tahadhari, Waislamu tusiwe ni wavivu wa kutembea. Tembea huko vijijini. Umesikia kuna msikiti mahala, usione uvivu, nenda ukaangalia mazingira na ukauangalia msikiti upo au hamna. Watu wengi wanaochangisha ujenzi wa misikiti, wengi si wa kweli. Si wote, lakini wengi wanakuaga si wa kweli. Fika katika eneo husika,
peleka vifaa vya ujenzi, malizia nyumba ya Allah jalla wa ala. Amali hii thawabu zake zitakuwa ni zenye kuendelea uko kaburini, unaendelea kunufaika na msikiti ambao ulichangia ujenzi wake. Lakini vile vile watu wanatakiwa wawe na tahadhari na matapeli. Matapeli siku hizi wako katika ujenzi wa misikiti. Kuna mtu mmoja alitoka hapa Arusha akaenda mkoa mwingine, akawa anatafuta misikiti ambayo haijamaliziwa. Akaenda kwenye msikiti mmoja, ni mkubwa mzuri, haujamalizika. Akasema, jamani, mimi nitakusaidieni kumalizia huu msikiti, lakini kwa sharti pigeni mahesabu ili kumaliza msikiti huu ni shilingi ngapi zimebaki. Ili tuweze kumaliza huu msikiti inatakiwa shilingi ngapi? Mahesabu yakafanywa, ikaonekana ni kama milioni 30. Asema, mimi niko tayari kuchangia nusu ya milioni 30 ambayo ni milioni 15. Namba zangu za simu ni hizi hapa. Mimi niko Arusha, zikikamilika, mkichanga zikikamilika, njoni Arusha, nitanunua vifaa vyote, nitakuchukulieni gari usafiri, mtakuja kumalizia nyumba hii ya Allah jalla wa ala. Waislamu wakaona ni kweli huyu ni mfadhili, wakapambana, wakajichanga kweli, mpaka ikafika milioni 15. Wakampigia simu kwamba tumeshakamilisha kile kiwango ambacho tulitakiwa sisi tukichangie, tumeshapata milioni 15. Kaambia zileteni, tumeni watu waje nazo. Wakatuma wajumbe kutoka mkoa huo, wakaja mpaka hapa Arusha. Wakafika Arusha, wakampigia simu, akawaambia niko mahala fulani. Wakaenda wakamkuta, wakaonana naye, akawapeleka kwenye hardware moja kubwa. Akaingia huko ndani, akamwambia nisubirini hapa. Akakaa kama dakika 5, akatoka. Akamwambia, jamani, nimeshafanya malipo ya kila kitu, kwa sababu zile pesa milioni 15 za kutoka kijijini amekabidhiwa yeye ili achanganye na zile za kwake. Akamwambia, tayari nimeshalipia milioni 30, hapa na kwenda kuleta usafiri ili tupakie bidhaa mkamalizie nyumba ya Allah jalla wa ala, nisubirini hapa. Wale walisubiri, mfadhili harudi. Baadaye wakamuuliza mwenye duka, kuna mfadhili wetu amelipa pesa hapa, alienda kutafuta gari, tumemsubiria lakini bado hajaja. Lakini aliingia humu ndani, amesema amelipia vifaa vya ujenzi, tunajenga msikitini huko kijijini. Yule mwenye duka anawaambia, nyinyi mtakuwa mmetapeliwa, hakuna mtu ambaye amelipa chochote hapa katika duka letu, hakuna. Wale hawakukata tamaa, wakaendelea kusubiria mpaka hardware inafungwa, huyu mfadhili hajaonekana, wakapigwa milioni 15. Kwa nasema kwamba kwenye ujenzi wa msikiti kuna matapeli. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawe makini na hao ambao wanakuja kuchangisha huku mjini, lakini vile vile Waislamu wanatakiwa wawe makini na wale ambao wanasema wanasaidia ujenzi wa msikiti. Ndugu zangu katika imani, lakini vile vile miongoni mwa majengo ambayo yanaweza yakaendelea kutupatia malipo hata baada ya kufa ni kujenga madarisi. Madrasa nyingi pia zinajengwa hazijakamilika, au maeneo mengine hakuna madrasa. Jenga madrasa, hata kama ni rumu moja, wajengee Waislamu ili waweze kusoma dini ya Allah jalla wa ala. Lakini vile vile miongoni mwa vitu ambavyo vitaendelea kukupatia thawabu ni kuchimba kisima. Kuna maeneo na misikiti ambayo haina maji wala haina visima. Mnaweza mkajiorganize, watu wawili, watu watatu, watu watano, mkaenda mkachimba kisima mahala, watu wakaendelea kutumia maji. Mtakuwa mmetengeneza thawabu ambazo mtaendelea kunufaika hata mkiwa katika kaburi lenu. Tuchimbe maji kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Lakini vile vile miongoni mwa matendo ambayo ni katika sadaka yenye kuendelea
ni kutengeneza mabarabara. Hata huko mtaani mabarabara yameharibika, mkajiorganize watu kadhaa, mkatengeneza mabarabara, watu wakapita vizuri. Hii ni miongoni mwa sadaka zenye kuendelea. Ndugu zangu katika imani, hakuna atakayekuja kukutendea matendo ya kukunufaisha utakapokuwa katika kaburi lako isipokuwa ni wewe mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallama akataja miongoni mwa mambo ambayo yanamnufaisha Muislamu baada ya kufariki, akasema au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipokuwa anaifundisha hadithi hii akasema, wa hadha fihi fadlul ilmi. Hadithi hii inatufahamisha ubora wa elimu. Miongoni mwa matendo bora, miongoni mwa ibada bora ni miongoni mwa kujifunza elimu ya kuijua dini ya Allah jalla wa ala. Wa anna al-ma'na, na maana yake, anna al-insana, ni kwamba mwanadamu idha mata, pindi atakapokufa, wa khalafa kutuban, akaacha vitabu ambavyo amevitunga, akaacha vitabu ambavyo ameviandika vya kuwafundisha watu dini ya Allah jalla wa ala, au talamidhan, au akaacha wanafunzi ambao amewafundisha, qad intafa'u bihi, wanafunzi ambao wamenufaika na elimu yake, baqiya lahu al-ajru, huyo atabakia na ujira, atabakia na malipo na thawabu, mustamirran, tena thawabu zake zitakuwa ni zenye kuendelea. Wanafunzi, na baadaye na hao wanafunzi wanakuwa ni walimu, wakafundisha na wanafunzi wengine, na wanafunzi hao baadaye na wenyewe wakawa ni walimu, wakaendelea kufundisha. Ile cheni, yule mwanzilishi wa kuanza kumfundisha mwanafunzi huyu anaendelea kunufaika na thawabu, kwa wale watu kunufaika na elimu ambayo imetolewa na mwanafunzi yule. Alladhina ta'allamu, wale ambao wamejifunza kwake yeye. Sasa hebu afikiria mtu kama atakuwa na wanafunzi 10, ana wanafunzi 20, ana wanafunzi 100. Katika madarisi zingine kuna wanafunzi mpaka 500 wanasoma dini ya Allah jalla wa ala. Hivyo nafikiri mwanzilishi wa chuo hicho na madrasa hiyo anapata kitu gani mbele ya Allah jalla wa ala? Anapata thawabu nyingi sana. Lakini pia mtu ametoa muhadhara, watu wamesikiliza, wakanufaika na wakayafanya yale ambayo wameelezwa katika muhadhara. Yule mzungumzaji tayari ametoa elimu yenye manufaa. Au hutuba kama hii, watu wamesikiliza na wakanufaika na wakaifanyia kazi, mzungumzaji anapata malipo makubwa mbele ya Allah jalla wa ala. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa. Mtu akiacha elimu yenye manufaa anaendelea kunufaika na thawabu na malipo hata anapokuwa katika kaburi lake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye anamuombea dua mzazi wake. Mwanadamu anapofariki huwa anaacha watoto, na katika watoto anaowaacha kuna watoto wema. Anaweza akaacha watoto wema au anaweza akaacha watoto waovu. Anaweza akaacha watoto wema wenye kumtii Allah jalla wa ala, wenye kufanya ibada, wenye kupenda kheri. Lakini vile vile mtu anaweza akaacha watoto walevi, matariku swala, hata swala yenyewe hawaswali, wako mbali na dini ya Allah jalla wa ala. Huyo mzazi atakuwa amepata hasara. Na ili watoto wetu wawe ni watoto wema, tuwafunze dini ya Allah jalla wa ala. Kama hatujawafundisha dini, kwa hakika tutaingia hasara, kisha baadaye utahangaika mno. Sasa ukashangaa mtoto amekuwa ni mwizi,
Jamii mtaani na kulalamikia kwamba mtoto wako bwana leo akaiba kuku, mtoto wako leo sijui ameiba kitu gani, ni kibaka mtaani anaiba, au mtoto wako ni mvuta bangi, anavuta bangi, anatumia madawa ya kulevya, mtoto wako amekuwa ni shoga, mtoto wako amekuwa ni mlevi. Chunguza, unaweza ukakuta haujamtengenezea misingi ya kuwa ni mtoto mwema, haujamfundisha dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ili tuweze kuacha watoto wema, tuwafunze dini ya Allah jalla wa ala, tuwape maadili ya Kiislamu, ili utakapoondoka uache watoto wema watakaokuwa wanakukumbuka. Kuna watu hapa wamesahau wazazi wao, na huenda wamewaachia mpaka na mali, wamewaachia mpaka na majumba, lakini wamewasahau. Hata siku moja hamtolei sadaka mzazi wake, hata siku moja hamuombei dua mzazi wake. Watu wamesahau. Tena mzazi kama ameshafariki, ana miaka 5, ana miaka 10, ana miaka 20, watoto wako kadhaa, watoto kila mmoja yuko bize na dunia, hakumbuki hata kumuombea mzazi wake dua, hakumbuki hata kumtolea sadaka mzazi wake ili aweze kunufaika na sadaka. Watu wako bize, wamesahau. Ndugu zangu katika imani, kwa kupitia hutuba hii, kwa hakika wale ambao tayari tumeondokewa na wazazi, tuwakumbuke kwa kuombea dua mbele ya Allah jalla wa ala, tuwakumbuke kwa kuwatolea sadaka. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema inna rajula, hakika mtu, la turfa'u darajatuhu, hunyanyuliwa daraja yake, anapewa daraja ya juu na Allah jalla wa ala, fil janna, tena peponi. Fayaqulu, huyo mtu atasema na kushangaa, anna li hadha, nimepata mimi wapi hii daraja? Nimepandishwa daraja kwa sababu gani? Fayuqalu, atajibiwa, ataambiwa, bistighfari waladika laka, umepandishwa daraja peponi kwa sababu ya istighfari ya mtoto wako kukuombea wewe. Umepandishwa daraja kwa sababu ya dua njema ya mtoto wako anakuombea kwa Allah jalla wa ala. Ndio maana umepanda daraja kiasi hiki. Leo ni wangapi ambao wanawakumbuka wazazi wao wakawaombea dua? Leo ni wangapi ambao wanawakumbuka wazazi wao wakawatolea sadaka? Ni wachache mno. Wengi miongoni mwetu tumewasahau na kuwatelekeza wazazi wetu baada ya kuondoka katika dunia hii. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ambayo tumeisoma leo, tumejifunza leo, ina faida nyingi. Miongoni mwa faida ambazo tumezipata kwa kupitia hadithi hii ni alhathu ala alihsani ila alwalidaini. Hadithi hii kuna mahimizo ya kuwafanyia wema wazazi wawili baada wafatihima au baada mamatihima, baada ya kufariki na kuondoka katika ulimwengu huu. Hadithi hii ina maelekezo na mafunzo ya kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Wafanyie wema kwa kuombea kwa Allah jalla wa ala, wafanyie wema kwa kuwatolea sadaka. Wakati mwingine mtoto anaweza kumuita shekhe, yani huyu naye ndo amejitahidi kidogo, shekhe bwana njoo niombee dua kwa ajili ya mzazi wangu.
na yeye alivyo muovu, alivyo mbaya. Amemuita shekhe anaomba dua, yeye amekaa chumba kingine anakunywa pombe. Huyu ni mtoto muovu. Hata dua yake ambayo ameiandaa na akamkodisha shekhe, akampa shekhe ndiye muombea mzazi wake, dua haitomnufaisha, kwa sababu kwanza anatakiwa awe ni waladin salihin, awe ni mtoto mwema. Mtoto kama si mwema hawezi kumnufaisha mzazi wake. Umeniita mimi kama shekhe, nitakaa kumwombea dua mzazi wako. Hivi mwenye uchungu na huruma na yule mzazi ni shekhe au ni wewe? Jawabu ni kwamba ni wewe. Unaponyanyua mikono yako ukamwombea mzazi wako dua njema kwa Allah Jalla wa Ala, utamuombea kwa unyenyekevu mkubwa, utamuombea kwa huruma kubwa, kwa sababu wewe ndio una huruma na yeye. Lakini ama mimi malengo yangu yatakuwa ni mengine kabisa, na yawezekana nisiwe hata na ikhlasi na nisiwe na huruma, kwa sababu lengo langu mimi kama shekhe, lengo langu ni lingine. Kila mmoja katika sisi anatakiwa kuwaombea dua wazazi wake wawili. Si lazima mpaka uwe unafahamu Kiarabu, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskunu fil janna. Si lazima mpaka uwe unafahamu Kiarabu. Leo waumini wengi hawajiamini kumuomba Allah Jalla wa Ala. Wao wanaona anayetakiwa kuomba dua ni shekhe tu. Na mashekhe wameweka taratibu zao za namna ya kuchuma. Kwa kumalizia, nilienda mahala fulani kidawa. Mama mmoja akaona kwamba hawa ni mashekhe, shughuli yangu, kazi yangu haijafanyika muda mrefu kwa sababu shekhe wangu amesafiri. Akanambia, shekhe, naomba, nina shida na dua nyeupe. Nikamwambia, mama, dua nyeupe ikoje? Yaani ananishangaa mimi kama shekhe sijui dua nyeupe. Nikamwambia, dua nyeupe mimi sifahamu. Sasa wewe ni shekhe wa namna gani ufahamu dua nyeupe? Nikamwambia, basi hebu leo nifahamishe dua nyeupe ikoje. Akanambia, dua nyeupe ni kupika wali na kuandaa maziwa. Kwa hiyo ule wali utaliwa na maziwa. Maziwa ni meupe, wali ni meupe, kwa hiyo dua hii ni dua nyeupe. Nikamwambia, shekhe, mama, mimi hii dua sijawahi kuiona na wala sijawahi kuisikia, ndio leo. Nikajaribu sasa kumuelimisha kuhusiana na dua, ni dua ya mume wake aliyefariki. Akanambia, mimi nafanya hivi kila wiki, na kila wiki naandaa shilingi 200,000 kwa ajili ya shekhe. Kwa kila wiki ina maana kwa mwezi shekhe hapo anachukua shilingi ngapi? Shilingi 800,000. Kila wiki nafanya dua hii kwa ajili ya mume wangu aliyefariki. Nikamwambia, mama, dua hii haipo. Yule mama hakunielewa. Nikajaribu kumuelimisha lakini hakuelewa. Nikasema mimi nimefikisha, kama hakuelewa leo, iko siku atakuja kuelewa. Kwa ndugu zangu katika imani, wakati mwingine tunafanyishwa mambo ambayo hayako na tukaaminishwa kwamba mambo hayo yapo. Tuwe makini, kila mmoja na uwezo wa kumuombea mzazi wake dua. Tuachane na habari ya kuandaa dua wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi, mwaka hadi mwaka. Mwezi wa 12 watu wanasafiri kutoka hapa wanafuata dua Dar es Salaam. Hivi huyu Mungu kimuomba hapa hakusikii mpaka uende Moshi, Kilimanjaro kule? Ukimuomba ukiwa hapa hakusikii mpaka usafiri, na mpaka itengenezewe utaratibu maalum. Tuachane na mambo ambayo hayapo, tufanyeni mambo ambayo yapo. Ukimuombea mzazi wako dua inamfikia Allah Jalla wa Ala na itamnufaisha mzazi wako. Sio lazima mpaka uwe unafahamu Kiarabu vizuri. Kwa hiyo hadithi hii inatufahamisha ya kwamba kuna umuhimu wa watoto kuwafanyia wema wazazi hata kama wamefariki. Miongoni mwa faida ni alhathu ala taallumi alilmi nafi'i, mahimizo ya kujifunza elimu yenye manufaa. Muislamu jifunze elimu, lakini elimu yenye manufaa. Wa nashruhu fi nasi, na isambaze kwa watu.
isambaze katika mitandao ya kijamii, pamoja na kwamba katika mitandao ya kijamii ikionekana kwamba hili ni swala la kidini, watu wanapita tu kwenye mitandao ya kijamii, mambo ya ovyo ovyo, mambo ambayo hayana maana, utakuta yana wafuatiliaji wengi, na wafuatiliaji wengi ni Waislamu, lakini kufuatilia mambo yao ya Kiislamu, Waislamu wamerudi nyuma. Muislamu anatakiwa kujifunza elimu na isambaze elimu vile vile. Kama ni durusi, kama ni khutba, sambaza katika mitandao ya kijamii, watu wanufaike, utapata malipo mbele ya Allah jalla wa ala. Miongoni mwa faida ambazo tunazipata ni alhathu ala tasadduqi bisadaqati aljariya. Fanya bidii ya kutoa sadaka yenye kuendelea. Watu walikuwa wanatoaga nyumba zamani, unaambiwa kwamba nyumba hii ni wakfu, lakini leo Waislamu wamekuwa ni wagumu kupita maelezo. Hakuna Muislamu asiseme anatoa nyumba akasema kwamba nyumba hii natoa ni wakfu kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Shamba hili nimelitoa, shamba likodishwe, pesa zake ziingie msikitini au zilipe mwalimu. Watu wamekuwa ni wagumu kupita maelezo. Hadithi hii inatuhimiza wakati wa uhai wako toa sadaka, tengenezea sadaka yenye kuendelea. Utawaachia watoto wako, watakuja kuitumia vibaya, hata kukukumbuka pia hawatakukumbuka, hata kukutolea sadaka, hata kukuombea dua kwa Allah jalla wa ala. Fanya sadaka yako ukiwa bado uko hai. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo tumejifunza ni fadhilatu zawaji, ubora wa kuoa. Rajaa an yulada lizawjaini, kwa kutarajia hawa wanandoa wawili wanatarajia kupata mtoto, waladun salihun, mtoto mwema, yad'u lahuma, atakayekuja kuwaombea dua kwa Allah jalla wa ala. Kwa ndugu zangu katika iman, tufanyeni amal, tufanyeni yaliyokuwa mazuri, tufanyeni matendo yatakayokuwa ni sababu ya kupata salama tutakapokuwa katika makaburi yetu. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.